Director njoo umulike mama hapa kijikuna kwanza. Mnaumiza hadi my knees. Basi wacha. Shiro mama yenu akona kiburi. Si hata Baka atulie chini, baka atulie. Mama, watu ni kuongea na usione kwamba una nguvu ama una nini kushinda kila mtu. Kwani mimi nabweka? Mimi nabweka? Siku gani nabweka? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, hapa Made yako hapa na Glory wamefika, wamerudi pia. Made uko aje? Unaona niko aje wewe? Pole, nimekusalimia tu Made, mimi sina ubaya na wewe. Yaani mmenipanga kunimaliza. Na wewe unatumwa wewe nilikwambia kielele yako kwanza wewe. Na unatumwa unaleta nini? Unaleta nini? Wewe, nizako. Ndio watoto wangu chini akili mnanga. Na hizo ni ulikuwa umetuma na nini? Wewe vitu zangu utarudisha. Gani? Hizo za Gani? Hizo za umeshika utarudisha. Vitu gani? Hizo zangu za nyumba. Sikupe. Nipatia kila kitu. Sikupei. Madhe unanipatia. Mimi ani amazie. Siwezi kuwa nimechoka juu hawa watoto hawa alafu kitu anifanye hivyo. Kwanza ndio umeharibu maneno wewe. Ni hawa. Nini vitu tumefanywa ni heri tu. Nyamaza. Ati huyo sasa wameshajua kila kitu. Ni mitomo yenu, mitomo hamwezi funga mitomo. Huyo ndio nilikuwa nakuletea. Nini? Ati akuwe madhaingo. Hewe. Made umekuja na hasira aje? Vitu zangu narudisha. Unaniuliza nini? Kwa nini mnatumana kwangu kwa nyumba? Hey. Sasa mmenizoea sana. Hata hatujasuluhisha dakika mbili ashazua. Ndio huyo. Mmenizoea sana. Nimejileta. Siwezi. Ukweli gani? Nimemtendea. Mimi hakuna kitu nataka kusikiza. Anakataa kama ulikuwa mshamji. Wewe nyamaza. Na venye umekonda hapa. Huyu achane huyu. Wewe unaniuliza na ulikuwa umechukua mtoto wangu na watoto wangu. Naweza kukutandika saa hii. Kama wewe ni mama mbona unachukua mtoto wangu mkonda hapa? Hakuna lakini unakuja mshana na watoto wangu nikilia watoto wangu. Ndani. Wewe unaonesha naweza kukula za brother yangu. Unaona naweza kukula za brother yangu. Mama hakuna vile. Sasa huyo ni mama yao wote. Nini? Mama yao. Hakuna vile unaweza kuja kuonesha ukae usikize kama ni mali ya mtoto wangu mlichukua mrudishe. Nilimnyang'anya. Hebu muulize. Nilimnyang'anya. Nini wewe unachukua? Alijileta kwangu kwa nyumba. Sawa? Hebu muulize. Lakini wewe nimewasaidia. Made umebeba nini? Hebu achana nazo. Umepata aje? Made amepata aje ni yako nayo? Ni vitu zangu. Nilikuwa nakuja nayo akaninyang'anya. Wewe. Ndio hiyo. Kwa nini unakataa na vitu zangu wewe? Vitu gani zako? Hizi ni zangu hizi. Vitu gani zako? Hizo zimeandikwa jina yangu. Huko umekuja. My name okay? Kuja kwako. Wewe. Wewe. Unaona nakwambia nitakupiga kofi wewe. Huyu mama tumesumbuana na yeye. Nini? Unaweza chukua vitu vya mtu cha nguvu. Nauliza. Ni kitu ya nani nimechukua? Nianzie hapo. Na situlie mama. Unajua sasa. Glory leta kwanza hii simu kabla hatujafika mbali. Pea mama simu yake. Ni simu ya nani kwanza? Hii simu. Hiyo simu ni ya huyu Made. Niko nafikiria ni ile yangu. Mpaka hii mnaiba. Mwezi cannot afford this kind of a phone. Hii huwezi afford hii bana. It's funny. Unajua mama, hata ungefika hata utusalimie kwanza. Unasalimia nini? Umekuja kama umeanza mpaka hata nimesimama kukuangalia. Salamu pereka kwa TV. Sawa? Sawa. Wewe ni mzazi. Mzazi gani? Mzazi sikia. Vitu ambavyo unafanya mbele ya watoto hii si vitu ya heshima. Nilikosea. Unajua ungekuja hata hebu nyamaza. Nyamaza kwanza wewe. Nyamaza wewe. Mdomo. Mdomo ndio inakutoa kwako wewe kwanza. Asi. Hii familia. Hii hatungeweza. Mama, kidogo tuongee. Niliendea nini? Unajua hii vitu ambayo unafanya hapa kelele, unajua sisi tumekuja hapa kuongea, tujakuja hapa vurugu ama tujakuja kugombana. Mnaongea na nani? Nimetaka tuongee tu. Na nani? Sababu hata hawa ni wako, unajua. Na gani wako wa nani? Unajua wa nani? Heshima ile unaonyesha wewe mbele yao. Hana heshima. Naomba msamaha juu Made. Nini? Unajua kitu tulifanya huyu mama? Kumfanyia nini? Hakuna kitu nilifanya mimi. Na Mtoto mnajua mali alikuwa? Mtoto wa nani? Mtoto wa nani? Hawa ndio watoto wangu.
Kwa hivyo sijui mtoto mwingine. Mtoto mdogo mlikuwa Mtoto mmechukua mgani wa kwao. Familia yangu Ukachukua mtoto mnaiuliza nini mdogo. yote? Mtoto mgani? Unaona kama hizi matiti zangu zinanyonyesha, mnaniambia mtoto mdogo. Mtoto mgani? Sasa unaona amekana. Ndio huyo. Hii ndio kiburi nilikuwa ninawaambia. Hii familia. Unajua mama, hii mambo ambayo unaongea hapa si vitu ya heshima. Na watu ni kuongea na usione kwamba una nguvu ama una nini kushinda kila mtu. Kwani mimi nabweka? Mimi nabweka? Sikuongea nabweka? Sasa yani Si mama unaonekana unamjua Mungu wewe. So munikalie. Ni wapi ulisikia wokovu ni ukaliwe? Mimi sio kiti yake. Wewe hata ulikuwa unakuja kukalia kwangu. ndio kwa kweli. Hata si mambo na kukukalia. Hizi vitu Kamaza wewe. turudishie tu na ni zao. Niliuliza. Mama wape. Wewe. Hizi vitu ni Kwanza nakushuku wewe ulikuwa na mimba wewe ukatoa wewe. Nakushuku sana wewe. Alikuwa na mimba Nakushuku. Nakushuku. Huyu namshuku. Nani ya huyu? Namshuku. Unasema hivyo ndio tena alikuwa na mimba akatoa. Aanze kukujia mali nyingine. Na alipata mimba lini na huyu hajakuwa huku madeni. Namshuku sana zile tabia alikuwa nazo. Huyu. Madeni kama anajua mtoto wake alitoa mimba lakini aseme tu wewe ndio ulimpea mimba. Ndio hiyo sasa. Shiro ulitoa mimba? Huyu hata hataki kukusikia. Huyu hawezi nisikiza. Huyu ni Haezi taka kusikiza hata tuzao. Wewe. Ananga heshima. Watoto wamemwambia. Unaona? Hadi mama Amemwambia mimi hata siwezi tegemea. Hii mambo tutadili sisi. Wamemuumiza tu Mimi na wewe vizuri. like mama tu kwa mama. Tufanye nini? Hizi mali ya watoto wangu inafaa kurudishwa. Wapi? Unipatie kijana wangu junior kwangu. Hiyo miaka ametumia mtoto wangu utarudisha. Mtoto mgani alitua? Kuna mtoto alitumia. Huyu ndiye alikuja kutumia mtoto wangu. Hebu rudisha mali. Hii bahasha ikoza irudi sasa hivi. Afadhali warudishie tu. Wapatie tu vitu zao. Patiana mama. Patiana. Wewe. Unajua nini? Title gani imeandikwa jina lako? Angalia. Ona anapiga watoto wake wote. Kwani huyu ni saburi gani? Ulifikiria kama bwanangu amekufa sasa mtanikalia? Sasa madhe. Nimewalea mmetashana na mimi sasa mnaona? Huyu ni Ndio umetulea hivyo madhe. Si urudishe tu vitu zao. Wewe rudisha mali. Kuna vitu za wenyewe? Hii rudisha hii bahasha. Imeandikwa jina ya nani? Fika hapo hata hakuna kitu cha kuongea. Madhe kato chini. Utajumiza kato chini. Usipotezea muda. manake unaona wamekuumiza tu bure hapa. Tungetaka kushikana naye saa hii tuone nani yako na nguvu. Niko na nguvu. Uniwezi? Zaidi kuna mimi hunikamboi. Uniwezi? Huyu. Nani ananiweza mimi? Huyu anataka tu daktari huyu. Huyu daktari tu. Ndio hiyo. Wacha tu ajikuna mwenyewe ataleta. Ungemwachia tu hata mwenyewe ajikuna ataleta tu. Mpatie hata hizo vitu ajikuna akiwa nazo. Chukua. Unataka? Chukua. Yeye mwenyewe atarudisha hiyo. Ndio hiyo. Wapatie warudishie. Daktari kwanza huyu ongeza huyu. Huyu ongeza huyu. Huyu ongeza huyu. Mama yenu ako na kiburi. Shiro mama yenu tumejaribu kuongea na yeye vizuri. Mama yenu imagine tunaongea na yeye vizuri. Daktari tafadhali mtolee tu. Daktari huyu ni mama hadi sio kama ni mama lakini ako na kiburi. Acha daktari. Daktari yaki ona daktari. Mlikuwa mmepanga vizuri. Acha wewe. Huyu ni mama haki. Haki mtolee tu haki. Ndio njoo umulike mama hapa kijikuna kwanza. Mnaumiza hadi maini. Basi wacha. Shiro mama yenu ako na kiburi. Si hata Wacha kaa hivyo. Mpaka atulie chini, mpaka atulie. Huyu mama anataka kupigana na kila mtu. Anaona kwamba ako na nguvu. Ataongea. Daktari mtolee tu. Mama uko tayari kuongea sasa? Pole. Nikapatiana. Shika. Staki. Daktari amekubali kupeana. Nataka mwenyewe uchukue ulete kwa mikono, unatupa. chukua peane, mbona unatupia daktari? Chukua uwapatie. Hebu aseme pole kwanza. Sema pole. Kwanza Sema pole juu anachukua.
Mwanamke mmoja anihangaishe hii town. Hebu hata kwanza. Hebu angalia kama ni document yenyewe. Unaweza kuwa ameleta fake. Inaweza kuwa ni fake. Acha hata daktari kwanza angalie. Mada sasa kiburi ya nini? Ukijua hizi vitu utapeana, mbona ulete kiburi? Kalia. Mbona unamletea kiti? Hata asiletewe kiti huyu anapatiwa nini? Apumzike nini? Vile amenisumbua huku. Sijui yeye ni mama. Mama wa nani? Mimi hawezi kuwa amenihangaisha hivyo. Alafu ati apewe kiti. Anapewa kiti akae wapi? Nataka uangalie kwanza. Toa tu angalie ndugu yangu. Usiangalie na ndani bana, utagongwa. Acha nione bwana. Angalia zo. Aletewe kiti. Mnamletea kiti ya nini? Huyu ni kama hajatoka. Yeye ni binadamu, mimi mkinihangaisha mimi si binadamu. Lakini si makosa. Ndani huko. Makosa inafanyika. Hebu kwanza hata niangalie hizi vitu. Nikuongelesha, unajua wewe ni mzazi. Huyu pia ni kijana na yeye pia ni mtoto ya mtu. Ni zote. Acha nikwambie mama, hii kiburi ambayo uko nayo. Kwanza nishikie. Hao watu sio kila mtu ni wa kuchezea. Unajua mimi nimekupea muda, nimeona vile unahangaisha watu. Unadhani kila mtu ni mtu ya kuhangaisha tu vile unahangaisha watu. Ukiwa na hao watoto. Unajua hii ni picha gani unaleta kwa watoto? Acha nikwambie mama, usiporekebika mimi nakupea onyo ya mwisho. Ukitaka uende ufanye tena vile unataka, ukitaka ubadilike, mimi hiyo sikulazimishi, lakini mimi niko na wewe. Na pesa ile ambaye nafaa mtume kwa huyu kijana, mimi nimewapea mpaka jioni. Si tumeelewana? Nadhani kila mtu amenipata. Na mimi hiyo hata hiyo kijana usingangane nao. Wasipotuma mimi niko nao tu pahali ndakuwa. Mimi ndakuwa nawamulika tu, hiyo isikupee wasiwasi. Hapo nadhani nimetaka tu niwaonyeshe mimi ni nani na vile kazi yangu mimi wanafanya. Daktari nakuamini. Na nadhani mumeona sasa, hata siku nyingine tukipatana, mimi si adui, mtaninunulia hata chai. Mimi si adui, nimekuwa nawatengeneza tu. Nimetaka kila mtu aishi sawa, hakuna kukalia mwingine, kunyanyasa mwingine. Mtu mmoja. Acha waende. Yaani huyu mama acha waende. Asomi. Hata ungepelekwa na huyu mama George. Huyu hata mimi huyu singekaribia. Wewe ungegongwa na huyu mama kama ungeoa huko. Ungeoa huko ndugu yangu, ungeona moto. Wamenifanyia hivyo. Na je, wewe George, si unaona sisi sote tungezungukwa tugongwe tu wao. Wachukue mali yetu yote. Wamepanga. Hii ni kitu alikuwa ni kani biashara wanafanyanga hii. Hiyo ni biashara wanafanyanga. Sasa kwangu hawatajaribu tena. Waende wakaibe mjinga. Wakijaribu kuleta ujinga tena, mimi niko kijana, usikuwe na wasiwasi. Mimi niko na hii adabu nimewapea, nadhani wamejifunza kitu. Na wakijaribu kuenda tena wakae kikao, hiyo watakuwa wanajitafutia kifo sasa. Hawa Binai hata unafaa ufanye hata investigation tena. Maybe hata hiyo ndio biashara wanaendeleza. Ikuwe sisi ndio victims tu, lakini kuna wengine mbele yetu na nyuma yetu. Wanafanywa vitu kama hizi. Wanafanywa vitu kama hizi na the same family. Juu sasa mimi mtu mmoja tu nimekuja 2 months, imekuwa kama miaka 4. Na unaona watu wamepatana na tu kikundi ya wale watoto wenye walikuwa na plan kumfanyia mabaya. Ni kama watu walikuwa wamekaa chini kwanza wakaangalia maisha yangu. Unaona hata wanashikana na yule alikuwa mke wangu wa kwanza. Sasa huyo walipatana na yeye aje wakaanzana na yeye. Sasa mimi sijui wanajuana kutoka kitambo na Makena. Hawako wanajuana. Hawako wanajuana. Walipatana aje sasa ndio wakaanza kuongea. Sasa ni kama kwa mtandao tu, hii mtandao. Picha. Daktari ulikuwa umeguzia kwamba walipatana kwa mtandao. Ndio. Hapo ndo wakatengeneza urafiki. Wakajua sasa tukamalize mtu mmoja. Makena ako na bwana yake. Ule ako na bwana yake alishaolewa. Lakini bado anarudi huko anataka kuchukua zote zenye alibakisha. Akiniambia mtoto ni wangu na ni wa bwanake. Anamwidisha 2.5 million madha, najua ulikuwa unajua hiyo. Alikuwa anamwidisha 2.5 million. Lakini huko umepeana hizo. Nani apeane? Alikuja tukiona daktari. Asante daktari, kuna mahali umesaidia. Daktari umeokoa kijana wangu. Jumali angekuwa na kitu huyu. Nisingekuwa na hata uhai. Wangeiba yote. Karibu wanyang'anywe. Si unaona karibu atadikwe na huyu mama. Huyu mama huyu. Na sasa nani ile nyumba ya huko yenye ulikuwa umerentishia msichana, hizo vitu zenye kwa nyumba ndio ulinunua?
Kila kitu. Huyo msichana hakuna kitu ako nayo yake. Hizo vitu unafaa urudishe zote. Zote nachukua. Daktari nafaa usaidie huyo kijana George. Lakini huyu niko na yeye tu mpaka vitu kila kitu. Hata hizo vitu za nyumba hizo, hata kama ndio zitakuwa za mwisho, lakini zirudi zote. Msichana paka nguo zile anavaa ni mimi nilikuwa nanunua. Huyo ningemwacha uchi. Hakuna kitu ako nayo yake. Kila kitu ni yangu. Fanya hivyo. Hata sasa endelea kuchukua kila kitu chako. Hata nguo ulinunua zirudi. Yaani unapenda tu familia yote, niliwapenda wote pamoja. Ni kufunga, ulikuwa umefunga ndugu yangu. Ni uchawi hiyo. Huyo alikuwa amefanywa nini daktari? Unajua watu ndio maana nakwambia ni watu wajuaji, watu ya town. Ni watu wanajua mengi. Wajuaji. Wanakukorogea ili kila kitu hata ukipeana ujue. Unaona tu ni kitu ya kawaida. Mimi naona tu ni mapenzi. Mapenzi ya kawaida, unaona sio kitu kubwa kutoa hata pesa ngapi kununua nini. Unatoa tu. Unaona tu ni kitu ya kawaida tu. Sasa Makena kama amekuja na vitu za nini za uchawi, unafikiria kufanya kitu ilikuwa ni dakika ngapi ndugu yangu? Hata labda Makena wewe mwenyewe pia alikuwa anakutime wewe sasa. Ungempenda cha nguvu. Ungejipanda umempenda na ako na bwana. Amalizie penye alianza. Hapana. Sasa bado wanakuja. Ndio anakuja hata. Umefika? Toka ile muda yote bana ndio mnaingia kutoka ile time yote. Wengine tuko busy sana. Tumekuwa busy. Na sisi umejua tumekuwa hapa na shughuli. Yes. Tumekuwa hapa na shughuli na tuliwatuma kwenda kuleta nini? Sasa tumeleta. Lakini tumekuleta. Nilikuwa nimeenda kutafuta pesa. Umeenda kutafuta pesa? Nilikuwa nimeenda kutafuta pesa nimrudishie. Umechelewa sana. Umepata pesa? Tumepata. Nimekuja nayo. Ndio. Uko na hakika, si ndio? Niko nayo. Na nani uko na pesa wewe? Nakuwa na pesa kila siku. Hiyo pesa nataka tumlipe nani? Mlipe George aenda kulipia nyumba. Lakini kuna kitu moja ningesema. Nilikuwa naombi George. Unisamehe. Alafu sasa kama ungekuwa na ndani ya roho ningetaka tu turudiane kidogo. Nilikwambia shetani ni mtu. Na si umeolewa madam? Si umeolewa ama shida nini? Yani unaweza kaa tu wawili sina. Tunaweza kaa wawili. Ni pesa. Hii ni pesa na kujia, si ni wewe. Na mama ndio iko hapa nimemrudishia. Huyu si mtu. Nilikuwa nimemwambia. Alikuwa ameniambia huyu si mtu. Mimi sikusikiza. Na I hope umekuja na birth certificate ya mtoto wangu. Ndio kila kitu. Lakini nimeweka jina langu. Umeweka jina lako? I'm the father. You're the father but not supporting. Yes, but I'm the father. Tutaitengeneza tena. Hiyo father unasema. You can't amend it. Okay, sasa pesa simtumie George basi kama mko nayo. Na nione kila kitu. Mmeamua kunimalizia mpaka tujumjukuu. Mumalize wote. Wangu pia madhe. Usije mamangu madhe wewe. Usije mamangu madhe. Mumweke kwa nyumba siku 4 kama mbuzi alafu. Toa simu tumie pesa na ni Malcolm, toa simu tumie pesa George. Mimi natumia sister. Ndio mlifanya kunini kuharibu nyumba, sasa nyinyi ndio repair nyumba tena. Natumia na PayPal. Nataka kutuma aje sio tu. Tumia PayPal ama mmezoea M-Pesa. Na ngoja hiyo message irudi, usione tu hiyo message ya kwanza peke yake. Anangoja message ifike. Ngoja hiyo message irudi. Umeweka hapo. Unatupa bro. Bado uko na madharau bro. Ndio hiyo, angalia vitu zote. Chukua tu hiyo bag upeane tafadhali kwa heshima tu. Hata ifike hapa. Chukua tu hiyo bag upeane kwa heshima na ni Malcolm upeane tafadhali. Imefika. Imefika? Ya huyu imefika? Huyu imefika. Umeconfirm hapo kwa simu yako. Weka nimetuma, sitaki hata kuuliza majina zako. Hizo vitu zenu. Hapo Nitolee. So chukua hiyo nini? Si uangalie. Hata simu kuna vitu mnashinda hapa. Hata kwa chochote huyo kijana naona ako na kiburi. Naona kijana bado uko na kiburi Malcolm. Mbona umetupa bag? Si chukua bag yani. Wacha naona mungeenda tu, muende tu. Nataka muende. Sihitaji mambo yenu tena. Huyu acha aende hivyo. Mwenda wazimu tu. Huyo kijana bado ana kiburi, unajua anaona. Bado ana kiburi ati Juni wakili. Ni kiburi yako nayo. Ni kiburi yako nayo. Hiyo kiburi hiyo hata tuone kwenye tawasaidia. Unanitupiaje bag? Mnatoa bag muende mkiwa hivyo ndo mtakuja mnakuwa na heshima. Muende mkiwa hivyo. Chaenda akiwa chizi hivyo.
Director chana wao waende huko. Acha waende huko. Kijana ako na kiburi. Kijana ana kiburi mingi sana. Najua naona ni kama tunafanya mzaa. Lakini siwezi kurudisha, ndio anajua kuleta kiburi. Kijana acha waende hivi. Waende hivyo. Tutaangalia hizo vitu nani kama ziko. Angalia kama kila kitu iko. Kiburi tu ndio. Pesa Malcolm imefika? Pesa Malcolm imefika? Imefika. Ametuma pesa ngapi? 500,000. Ni sawa. Iko sawa hiyo. Wacha waende wapate adabu kidogo. Daktari, mimi ningependa kukushukuru sana. Manake hii mambo kama sio wewe. Hiyo familia mimi sioni ningewezana nayo aje. Mali yangu amerudisha na nimepata kila kitu nilikuwa nataka. So ningependa kukushukuru. Hata mimi nashukuru kwa ushirikiano wako, sababu unajua wewe ni mtu ambaye umefuata masharti, ndio maana nilitaka nikuonyeshe kila kitu. Nilitaka nikufunulie mambo yote ambayo uko unajua. Nikuonyeshe maadui zako na marafiki zako ili wakati mwingine ujue unadeal nao namna gani. Na mimi nashukuru sana, wewe ni kijana wa bidii na uchunge mama. Unajua usiangalie tu boma watu huku nje, unaacha mama. Wewe unaenda unajenga boma huku nje. Hata vitu zingine mingi unajua mama vile alikuwa amekuambia, unajaribu unamuhusisha kwanza ndio ufanye kitu. Unamwambia mama iko hivi na hivi. Yeye kama mzazi unajua ni mtu ambaye ameona mbele, aweze kukupea mawaidha. Unamwambia hivi na hivi, siku nyingine usindio ili kitu isijaribu kujirudia tena. Sababu unajua ungekuwa ulimwambia, angekuwa alikupea mawaidha 1 2, hii mambo ingekuwa kubwa hivi. Unajua wakati mwingine usikuwa unaficha vitu sana. Huyo ni mzazi na wewe ndio uko sahihi wa kuangalia yeye. Vitu mingi unamuhusisha. Na pia maombi kwa kanisa uende. Sababu ni Mungu, hii ni miujiza ya Mungu. Ni kweli. Sababu kama sio Mungu, hii vitu ingepotea hivyo. Na ungerudi tu ungekuwa kijana ya mtaa tu hapa hivi. Ungekuwa tu maskini sababu wangechukua kila kitu, hakuna mahali ungeanzia. Hiyo ni familia nilikuwa tu nimeenda tu nikaingia hivi. Walikuwa wanampanga kukunyonya kumaliza kabisa. Kila kitu. Umesema amekutumia 500k. Sasa utaenda kuripea nyumba ndugu yangu. Hiyo nitaripea nyumba. Ndio uripea na pereka mama. Nitampeleka paka hospitali. Lakini nikitoka hapa hivi kuna vile ndawafanyia kabla muende. Nijaribu kuwekea kinga. Na hata nikuje mpaka huko kwa boma huko. Nitembee huko kidogo. Hakuna shida daktari. Nakuja huko nitembee. Nilirudisha mtoto wangu. Na nilikuwa na wasiwasi lakini kwa sure nimeona wewe ni mtu wa kuaminika. Asante sana. Huyu daktari huyu. Mimi kama mama pia nimeshukuru daktari. Sababu unaona hawa watoto wangu alifikiria sana ili akuite haraka daktari. Maana ile umefanya hapa mali zingine zikarudi, zingeenda zote daktari. Uniambia angefanya angerudishia hiyo mali kweli kama si wewe. Si haki, asanti daktari wetu. Na hapo pengine pamebakisha tunaona kutenda vizuri. Sababu sasa utatuwekea hiyo kinga. Naye huyu kijana asijisahau tena. Mambo hii ya mapenzi anaambiwa na huyu arudi, mimi naweza omba daktari hapo hapana. Aachane na mapenzi sasa. Hakuna mwenye anarudi. Mimi hata mapenzi sasa nimesema ni kazi yangu na pesa. Hii maneno ati sijui nitafute mpenzi hapo sijui ukipata mtu hata unapigia mimi na kupigia darubini na kuangalilia ni mtu wa aina gani, ndio nikuambie huyu yako sawa, huyu hayuko sawa. Ukiwa na mtu namba yangu huko naye unanipigia na niambia daktari nimepata huyu, naomba unichunguzie nikuangalilie kwanza. Ni hivyo tu. Hata mimi nashukuru kwa nyinyi na nyinyi muendelee vizuri. Na naamini mambo itakuwa sawa. Chochote kikitokea wewe nipigie nijulishe. Usikose kunijulisha chochote. Na hiyo pesa nimekuambia wa jioni, by jioni wakutumie. Hata usishughulike hadi kuwadai. Wewe tulia tu, hii mambo yenye imebaki hiyo sikupea wasiwasi. Mimi pahali nitakuwa najua vile nitafanya tu. Usisumbuane na wao. Usisumbuane nao. Hiyo pesa yenye imebaki hiyo mimi najua vile itarudi. Tuwezani. Sasa daktari, asante sana kwa kukuwa na mimi na kuweza kunisikiza, kusaidia watu pia. Nasema ni asante. Hata mimi nashukuru kwa wewe, kwa bidii zako, sababu unajua bila wewe watu huku nje wanaumia. Watu huku nje kama huyu kijana sasa, na kuna wengi kama hao pia, lakini wanashindwa watakupata namna gani. Wakutafute tu ili tuweze kuwasaidia pia nao wafurahi kama huyu kijana. Ndio. Asante director Kata.